Kwa ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Bongo 5 Network, naitwa Brian Hilary Abraham 255 na hii ni exclusive sauti ya kitaa. Tuko na Mai Martha Jesse, mwana wa Jesse, mtoto Jesse, mama Jesse, dada Jesse. Jamani yote ni ya kwako. Mambo vipi jamani? Hi Bongo 5. Jamani dada Martha. Ndio. Hoi wewe. Jamani na wala si boy. Na leo nina mengi. Okay. Anta mwaga hapa. Mchana kweupe. Waambie tu watu wenu wasisahau kusubscribe. Yes. Okay. Hayo mengi ambayo unatuambia dada Martha. Naona sasa hivi kuna mambo mawili makubwa ambayo yana trend sana. Cha kwanza ni issue ya Harmonize na Kajala, lakini issue ya Juma Lokole na Wema. Lakini so far tuliona the way ambavyo Juma Lokole aliamua kutema nyongo. Lakini pia Gray naye akajaribu kuleta mawili matatu, lakini zipo za ndani. Sasa kwa kwenye za ndani hapa tukasema tumwachie mzee wa space. Mimi kwenye jambo la Juma Lokole na Wema Sepetu, wao wenyewe hawana matatizo. Mimi nadhani anayewagombanisha ni yule promoter ambaye ndio mwenye birthday ya ambaye amewalipia ticket bila mkataba maalum, bila maelewano yoyote. Unamtaka mtu kama Wema Sepetu apande ndege kufuata Nairobi, arudi, hamjaelewana maelewano yoyote, hamja sign contract yoyote. It's unprofessional. Ifike mahali tu aheshimu hao mastaa. Hao mastaa wamehaso. Hao mastaa wamekutana na mambo mengi jamani. Inawezekana kabisa huyu promoter ikawa ndo mara yake ya kwanza. Kwa hiyo tusimlaumu sana. Naamini atajifunza au ameshajifunza kutokana na hili. Ndio. Na sijaona ubaya wa Juma, sijaona ubaya wa Wema, ila anayewagombanisha ni promoter. Kiukweli kabisa. Okay, promoter anagombanisha, lakini mimi ninavyofahamu mpaka sasa hivi ni kwamba kilikuwa ni kikao tu cha namna ya kwenda kuona mazingira yalivyo ya sehemu husika, lakini pia wakujadiliana, lakini baada hapo kuna safari maalum sasa itakwenda Mbondo, itakuwa ya kibiashara zaidi. Nasikia ilikuwa ni kikao tu, kukaa kuzungumza tu. Hilo watazungumza wao, na kama wameshalizungumza, nilisikia mmoja kati wao wanazungumza, sawa, haina neno. Lakini inapotokea wao wanalalamika, hapo sasa ndio watu kama sisi tunasimama na kuzungumza kwamba nani aliyowafanya Wema na Juma waingie kwenye mtafaruku. Okay, mtafaruku ni kwamba Lokole anadai kwamba yeye ana marafiki wengi mastaa ambao pengine ile nafasi ingewafaa. Lakini muhusika inasadikika kwamba alimpendekeza Wema. Lakini mwisho wa siku ikaonekana hata kama amempendekeza, lakini kwenda tu kukaa, kupanda ndege, kulala hoteli ya 5 star, kupewa labda lesi labda na milioni 10 na nini, ni kitu cha kawaida sana, na maisha ni magumu. Kwani afanye vile kuipuuza moja kwa moja, na alipigiwa simu nyingi na kushika. Sasa hiyo pia nao dada Martha utasemaje kwamba promoter anahusika katika kuwakandamiza? Mimi huwezi kunitoa hapa Tanzania bila maelewano. Siku hizi kuna mpaka mikataba ya message, kuna mpaka mikataba ya WhatsApp, kuna mikataba ya makaratasi, kuna mikataba ya email. Huwezi kunitoa mtu mzima kama mimi hapa. Ukanipeleka mpaka nje ya nchi bila utaratibu maalum. Hatujuani, tunajuana kupitia watu tu. Sometimes you have to be professional. Tunaweza tukasema Wema labda kuna kitu amekosea, lakini hapana. Kuna kitu yuko sawa. Inawezekana kabisa Juma kwa kuongea maneno yale akawa kuna kitu amekosea. Hapana, wakati mwingine unaona kabisa Juma anaona haya, anaona aibu, anampambania yule bosi. Kwa hiyo mwisho wa siku unajaribu kutazama nani aliyesababisha haya. Unagundua kwamba ni yule bosi. Na yule bosi inawezekana ikawa ni kwa bahati mbaya. Hajawahi kualika watu nje ya nchi. Kwa hiyo kwa kupitia hili sisi hatumlaumu, hatuna neno naye, lakini tunaamini amejifunza. Ndio. Lakini nasikia kwamba Gigi kuna namna fulani hivi watu ilibidi waungane ili kufanya aende, kwa sababu Gigi hakuhusika kabisa pa, na alikuwa labda pengine hajateuliwa, lakini sasa ile kuficha aibu na kuonekana labda asije kaonekana nini, kabidi wamteue Gigi waende naye. Hilo pia unalizungumziaje Mai? Wenyewe ukimzungumzia Gigi unamzungumzia msanii ambaye ana watu wake, ana kijiji chake. Kwa hiyo Gigi ni Gigi, Wema ni Wema, mpaka ametafutwa Gigi na maana Gigi naye anafiti. Mimi nawaambia tunaweza tukalumbana, tunaweza tukakwazana, tunaweza tukapishana, lakini shida ni moja tu. Lazima tuwe professional.
unanitaka, unaniita. We unaitwa ukiambiwa saa 4 basi saa 4. We unaitwa ukiambiwa kesho basi kesho. Unayemuita mwenzako mpe mikakati mapema. Tumemwona Wema, mbona anapiga kazi zake fresh tu. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimefanya naye Wema kazi za serikalini mara kadhaa. Wema anapiga kazi tu vizuri. Na Whozu wanamwacha nyumbani. Kuna jinsi ambayo vitu vingine we mtu mzima ushaelewa. Anamwacha Whozu nyumbani. Whozu anakuwa akifanya nini sasa hapo muda huo? Baba anaoga, anaosha vyombo. Jamani mai Whozu huyu chibaba. Sasa kwa akiosha akinywa chai yake anashindwa kusuza kikombe. Ndio kuosha vyombo huko. Nikasikia tena na hii kwamba nasikia pia naye agree anakaa pale kwa Wema. Ni ya kweli hayo? Inasemekana, lakini mimi uhakika wa hilo sina. Nimelichukua nitakwenda kulichunguza. Japo kuna mara kadhaa Wema nimemuona akiwa anafanya mambo yake 2 matatu. Nimeona video na agree anaonekana. Kwa hiyo inawezekana akawa labda anaenda anarudi. Ila tu ni muase agree kama amemchagua Wema kuwa as a sister and wherever. Sawa, hatumkatazi. Lakini asije akarudi nyuma. Tayari amekisha kwenda mbele hatua 1. Asije akarudi nyuma hatua 3 kujipongeza. Atafeli. Ni tumuhimize. Inawezekana hata agree akawa mwalimu wa Whozu na Wema. Kwa hiyo sisi hatujamchoka agree, tunaamini ni more than a man. Yaani agree au mwalimu wa Whozu na Wema kwa misingi ipi? Hakuna mchezo, si dunia hii. Kwani wewe hajawahi kukuelekeza mtoto mdogo njia akamwambia usipite huko wako, pita hapa? Inawezekana. Kwa hiyo sisi tuna imani na wote watatu, tuna imani na Whozu, tuna imani na Wema, tuna imani na agree. Kwa hiyo tunazidi kumuhimiza agree asilegeze kamba, akaze kamba, tunamwamini. Hatuwezi jua kesho na kesho kutwa anaweza hata yeye ndo akawa mwalimu wa Wema na Whozu. Inawezekana. Jamani Jesse, unatuacha katika hali nzito kidogo. Inawezekana. Okay. So far Kajala na Harmonize yanasemwa mengi sana. Watu wanasema kwamba kuna jamaa alikuwa anaongea naye anambia bana, ile siku kwenye party ya Harmonize na Kajala kule kwenye Achi, muda anavalishana pete, kamera zilizimwa, giza likatanda sana. Kwa amna ile shuhudia tukio lile. Lakini pengine inawezekana ni mara ya pili, mara ishavarishwa pete mara ya kwanza lakini hatukuona matunda. Hebu tuambie Masa, mimi najua unafahamu hivi vitu kwa undani bwana. Nini kinaendelea pale kwenye ile mahusiano yao? Mimi ninavyojua Kajala alivyotoka tu kwenye boti mwenzangu akarudi nyumbani kwake. Yule boyfriend wake ambaye walikorofishana wakapigana simu. Wakarudiana. Yule boyfriend wake Ima, mfanya biashara wa China, akampa milioni 20 Kajala za kumomba msamaha. Akamnunulia na Defender. Akamwambia na Kajala, hapo unapoishi hama. Akamtumia na hela ya nyumba. Hicho mimi ndo ninachokifahamu. Na kingine ninachokifahamu, ndoa kati ya Harmonize ya Kajala hakuna tena. Lakini naona vijumbe vipeperushi mara hatuwezi kuachana na nini. Sisi for example mimi si mtu ambaye niko against na mapenzi yao. Mimi ni mtoa habari tu na vinaendelea na maisha yangu na kuwatakia watu kila laheri. Mimi habari nilizonazo, hata mahusiano yao na Harmonize, Bibi Paula hayakubali, yani mama yake Kajala hayakubali, hayasupport. Hiyo harusi ambayo ingetakiwa kufanyika haikubali, haisupport. Na kivipi? Ndio hivyo. Kwa maelekezo ya kwamba mambo aliyofanya Harmonize ni mengi, yanasikitisha, hayavutii. Masuala ya kuwapeleka polisi, masuala ya zimataa kwa mama na mtoto. Kwa hiyo Bibi Paula hapendi. Kwa hiyo hasapoti kabisa. So kwa namna hiyo, wacha tuone. Tumeona wanajiposti jana na juzi. Kiukweli hata mimi nafurahi. Sina neno. Lakini unapata maswali. Kwa nini wakati wa kuvishana pete mzima taa? Kwa nini wakati wa
watu wakiwaongelea watu wa habari, nyinyi ndio mwanze kuposti picha zenu. Kwani siku zote wasipostiane? Kwa hiyo tupo kwa ajili tu ya kuzungumza habari za mastaa, lakini hatupo kwa ajili ya kuwatakia mabaya. Mwenyezi Mungu awafanyie kila laheri, wapate yale wanayohitaji ili sisi tupate habari. Asante sana. Okay. Nasikia kwamba watu wengi wanasifia kwamba ile kapo ni kapo bora sana. Uona ionaje ile kapo yao? Nami niko naona wanapendezana, watu wengi tunawapenda, lakini ukikumbuka aliyotokea, kwa sababu mimi ni Mkristo, namwachia Mungu. Naamini Kajala naye Mkristo, amemwachia Mungu, na mtoto wake naye Mkristo, wote wamemwachia Mungu. Wajua mwisho wa siku wanawake wanabaki kuwa kama wanawake. Namwachia Mungu. Mungu ndo amuongoze Kajala, amtafutie yule ambaye anastahiki. Okay. Maimartha, licha ya kwamba sasa hivi umebase kwenye mambo ya hapa na pale, story nyingi za kitambaa cheupe na mambo kama, lakini wewe pia ni mtangazaji mkubwa sana na ni nguli, umeanzisha mambo mengi sana, lakini pia una heshima yako kwenye game. Wasanii wakubwa kina Fally Ipupa kina nani mpaka walikuwa wanakutaja kwenye nyimbo zao kwa appreciate kazi unayofanya. Wewe unaona hizi kiki kwa wasanii hizi za masuala ya mahusiano na nini zinatengeneza au zinaharibu? Zinatengeneza, lakini wahakikishe ziwe kiki za kuwaheshimisha pia. Zisiwe kiki za kuwavunjia heshima. Na ukiona kuna jambo ambalo mmevunjiwa heshima, rudi kwenye jamii. Tengeneza heshima yako, uendelee na maisha yako. Sio umevunjiwa ukaendelea na wewe kujivunjia, basi mkaendelea kuvunjiana. Rudi kwenye jamii, zungumza na mashabiki wako hivyo.